Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Polisi inamsaka mwanamume mmoja katika eneo la Molo, kaunti ya Nakuru baada ya jamaa huyo kumuua ndugu yake kufuatia mzozo baina yao. John Ndungu anasemekana kumuua nduguye Zephania Kiongo katika kisa ambacho kinachodaiwa kusababishwa na uraibu wa dawa za kulevya. Naam, katika taarifa nyingine, machifu kutoka kaunti ya Pokot wametakiwa kutumia njia za kuokoa ama za kupata silaha haramu katika kaunti hiyo. Ni msimamo ambao uliochukuliwa kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara katika mipaka ya Pokot ya Magharibi na Turkana pamoja na Elgeyo Marakwet. Kamishna wa kaunti ya Pokot Khalifa Abdullahi amesema kuwa machifu hao wana jukumu muhimu sana katika masuala ya kudumisha amani katika sehemu hiyo. Kulikuwa na msukosuko kuanzia mwaka jana mpaka wa leo. Nani hako na amani? Tuko na amani kweli? Kumaanisha tunahitaji amani sasa. Na hivyo mwelekeo kama tumeitana, Mungu nasema muitane, njooni tusemezane na amani itapatikana. The government is going to take measures against insecurity along the border of West Pokot, Turkana and Marakwet, because we are going to initiate a very serious security operation. Wale ambao wanajihusisha na utovu wa nidhamu, we are giving them a notice now. Wengineko, subira ya atakaye peperusha ile bendera ya muungano wa NASA sasa imeibua maswali mengi miongoni mwa wafuasi wao. Mbunge wa Nyatike Eddie Kanyanga akiwa hivi karibuni kutaka jawabu la haraka. Akizungumza katika eneo bunge lake, mbunge huyo amewataka vinara Raila Odinga wa ODM, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya kuketi na kuamua ni nani bora zaidi katika juhudi za kumngatua Rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi ujao. Tunaenda wapi? Hatujui tumetoka wapi, hatujui tunataka nini. Our people are dying. Children are not going to school. They have nothing to eat. No roads, no hospitals. We have nothing completely. Waganda bado wako huko Migingo Highlands. Nobody to help us. They must sit down and make a quick decision. Na mojawapo wa wanasiasa waliokuwa mstari wa mbele kubuniwa kwa mfumo wa vyama vingi miaka ya 90, Gitobu Imanyara amejiunga na chama cha maendeleo Chapchap. Wakili Imanyara atagombania kiti cha eneo bunge la Imenti ya Kati ambacho wakati fulani aliwahi kukiwakilisha. Imanyara ameamua kujivika gwanda la kurejea kwenye siasa baada ya kustaafu kutokana na wito wa wenyeji Imenti ya Kati kulalamikia ukosefu wa maendeleo. Mwaka 2013 alibwagwa kwenye kinyang'anyiro cha useneta na seneta ambaye yuko sasa katika kaunti ya Meru, Kiraitu Murungi. Today, I'm glad to say that quite voluntarily I'm facing Mount Kenya without any compulsion. And I am indeed, as Governor Mutua says, I am indeed supporting the re-election of President Uhuru Kenyatta. This, of course, doesn't mean that we have not had differences or disagreements. There are no politicians who have never had disagreements or quarrels. We have had these, just like I've had many within my own opposition ranks, where I've been in ODM and where I ran last time for the seat of senator and ODM and lost. Since then, I've been in political retirement. I've been a dormant
a member of the ODM. Unajua tuko na simba ambaye anawika ana uoga yote. Hakuna mtu ambaye anashtua yeye. Na hiyo ni sawa sawa. Kwa sababu maendeleo chap tunataka kutetea haki ya wananchi. Wapate haki yao wakiwa hai na wapate maendeleo wakiwa hai. Kwa hivyo Mwanasiasa Rashid Kassim kutoka katika kaunti ya Wajir ambaye alikuwa anawania kiti cha eneo bunge la Wajir Mashariki ametangaza kujiunga na muungano wa NASA baada ya kile ambacho amekitaja kuwapiga kura kumwahidi ushindi akiwa kwenye mrengo huo. Mwanasiasa huyu ambaye amewahi kuwania kiti hicho kupitia chama cha Jubilee amesema kwamba upepo wa siasa unaovuma eneo hilo unaashiria ushindi upande wa NASA. There have been more discussions in the past on how to be able to negotiate democracy and be able to come with very eligible and capable members of parliament from various communities. And my community, which is Fai, has not been exceptional. There have been structures which have been made for quite a long period so that they can be able to vet and be able to come with a candidate that is credible and can be effective and be able to deliver on the needs and aspirations of the people. Kwingineko, mbunge wa Kilifi ya Kaskazini Gideon Mung'aro ametoa muda wa siku 7 kwa gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi kutangaza wazi fedha za kodi ya kaunti hiyo namna zilivyotumika. Kiongozi huyo anadai kuwa gavana Kingi amekuwa akikusanya kodi kutoka kwa wafanyi biashara ila hakuna rekodi kuhusiana na zoezi zima. Mung'aro sasa anatishia kuwatumia vijana kuuliza maswali ya matumizi ya kodi na kumpeleka gavana Kingi mahakamani. Mbali na wale wengine ambao anazunguka nao, ameshindwa kuonyesha bunge la kaunti ya Kilifi amekusanya pesa ngapi za umma za Kilifi County kwa miaka 4. Amekula ngapi na ameweka ngapi kwa benki. Ameshindwa kueleza bunge la kaunti ambalo limemuuliza kwa zaidi ya mwaka. Tuamuuliza, tunampatia notice ya 1 week. Aweke public pesa za umma alizokusanya. Aache kuikimbia na zile pesa zimetoka Nairobi ambazo sisi wabunge huwa tunajadiliana na tunapeleka kama mgao wa counties. Atueleze zile pesa za umma za mtu wa bajaji, za mama wa samaki, za anayeuza mama mboga, pesa hizo zimeenda wapi? Kwa sababu bunge ya Kilifi County imeuliza na hajaweza kutoa. Tukiwa bado tuko katika kaunti hiyo ya Kilifi, gavana Amason Kingi sasa anaitaka serikali kuu kupeana mradi wa kilimo wa Gelana Kulalu kwa usimamizi wa kaunti 2 sehemu hiyo. Mradi huo wa mabilioni ya fedha upo katika sehemu ya kaskazini mwa Kilifi na Tana River. Ni mradi wenye nia ya kuimarisha hifadhi ya taifa ya chakula ambao ulioko katika ardhi yenye ukubwa wa ekari milioni 1. Gavana Kingi amesema kwamba amesema ni wazi kwamba serikali kuu imeshindwa kuusimamia mradi huo kikamilifu ulionuia kuipambana na hifadhi ya chakula ya kitaifa. Sasa kaunti yake inahitaji ardhi ambayo ilipeanwa kwa mradi wa kilimo kwa wakazi wake baada ya Rais Uhuru Kenyatta kushindwa kutimiza hakikisho alilotoa miaka 3 iliyopita. Serikali ilielekeza shilingi bilioni 7 kwenye mradi huo. Shida ambayo tunaipata na serikali ya Jubilee ni kwamba jukumu wametupatia, lakini pesa za kilimo bado wamezibana. Miaka 3 iliyopita mimi nilialikwa kule Kulalu Galana Irrigation Project na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mimi na gavana wa Tana River tuliitwa mkutano kule Galana. Tulipofika kule, Uhuru Kenyatta akasema kwamba anataka eka milioni 1 za shamba la Kilifi na Tana River. Nikamuuliza rais wetu, unataka ekari milioni 1 za nini? Akasema kwamba mkinipatia ekari milioni 1 nitaleta mradi mkubwa wa kunyunyuzia, kwa hivyo wakazi wa Kilifi kunyeshe kusinyeshe hawatakufa njaa. Nikasema ni sawa, ikiwa tukupatia ekari hizi milioni 1 mkazi wa Kilifi hata kufa njaa, hilo ni jambo la busara. Hilo ni jambo la nini? La busara. Na nikakumbusha, nikamwambia rais wetu, ni kwa nini unajisumbua kuleta mradi huu wa ukulima kunyunyuzia, ili hali jukumu la ukulima si lako, ni la serikali ya kaunti.
Ikiwa na pesa za kufanya unyunyuzi, nipatie mimi, manake jukumu la ukulima ni langu mimi. Lakini Uhuru Kenyatta akakataa, akasema kwamba mradi huu nitotekeleza mimi kama serikali ya kitaifa. Na tukitoka katika kaunti ya Kilifi mjini Nakuru kule, mgombeaji mmoja wa kiti cha siasa ameamua kutumia mbinu za kupuliza dawa kuangamiza kunguni majumbani katika mitaa ya Lakeview na Flamingo kama njia ya kuomba kura. Mwanahabari Victor Ogale aliweza kukumbana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kutana na Peter Kimani, mkaazi wa mtaa wa Flamingo mjini Nakuru. Kwa umbali utadhania kuwa ni afisa wa afya kutoka serikalini. Hata hivyo, yeye ni mgombeaji tiketi ya wodi ya Flamingo. Kimani amejitolea kuangamiza kunguni ambao wamekithiri katika mitaa ya Flamingo na Lakeview, huku akitumia kitendo hicho kuomba kura. Ni msimu wa kampeni na kila anayewania kiti cha kisiasa anawania kumpiku au kumshinda mpinzani wake. Lakini mjini Nakuru kuna mgombeaji mmoja ambaye ameamua kutumia mbinu tofauti ili kuendesha kampeni zake. Tunaenda tu kwa kila face. Na hakika wale ambao tumepigia wananipigia simu usiku, wananiambia asante kiongozi, tumerara leo usiku kwa kitanda yetu. Na ukiona mwanaume akikupigia simu akikwambia amerara, kuongea ukweli inakuwa jasho, kwa sababu hakika hakuwa akirara usigizi kwa sababu ya shida kama hiyo. Hii imetusubua karibu miaka 3. Tunapigia dawa na ishagi, Kwa mujibu wa takwimu za idara ya afya kaunti ya Nakuru, zaidi ya familia 400 kwenye mitaa ya Flamingo, Lakeview, Kivumbini, Ronda, Kaptembo na Kisulisuli kwa zaidi ya miaka 2 wameathirika pakubwa kutokana na uvamizi wa kunguni mara kwa mara. Kuongea ukweli, hata mimi nimeshavamiwa na kunguni. Mimi ni mkaji, mimi nakaa hapa Lakeview kwangu pia, na niko na boma yangu hapo. Hata mimi nimeshavamiwa na hiyo kunguni. Wakati nivamiwa na nikaona, nikasikia uchungu. Nikaona kabisa mimi kama naweza afford kununua hiyo chupa moja ya shilingi 1000, kuna jirani yangu ambaye hawezi afford kununua. So nikaamua nikasema hii kitu nitapigana naye kufa kupona. Na niliposa niona nilikuwa na timu. Nakuja na timu ya about 20 people ambao tunazunguka nao pamoja namna hiyo. Tukifanyaga hii kazi. Na hakika hakuna mtu anatulipaga. Naona ni muhimu hata kupewa kuliko kupewa pesa. Sababu pesa hiyo mtu hata ukipewa 200 leo, kesho utapewa, na hiyo 200 hutakula leo na kesho. Afadhali sasa usaidizi kama huyu Mr. Kimani mtarajiwa sana. Peter Kimani atakumbana na upinzani kutoka kwa wapinzani wengine 5 akiwemo Moses Gishana ambaye ndiye mwakilishi wa wodi ya Flamingo. Serikali yetu ya county iingilie kati, ije ishike na itutolee dawa ambayo inaweza saidia watu wakaji wa area hii. Wajua wao wanaenda kununua dawa inaitwa Diazono na ingine ya kupiga ng'ombe kupe. Hiyo haiwezi maliza kuguni. Kuguni iko dawa yake special yake ya kupiga hiyo kuguni. Na dawa iko expensive. Hakika huwezi tarajia mtu ambaye anakaa kwa hii nyumba anunue chupa ya shilingi 1000 aende apige hiyo dawa. Hawezi, sure, na ni uwezo, hana uwezo. Kwa sababu unaangalia mazingira vile watu wanakaa. Victor Ogale, KTN News, County ya Nakuru. Zungumzia swala la mbinu ambazo zinatafutwa ili tu ama elimradi kupatikana kwa kura. Je, lakini swali ninalobakia nalo hapa kichwani mwangu, ina maana kwamba mtaa wa Flamingo kumejaa kunguni, wenyewe mnajitambua. Mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi na moja kwa moja turuke hadi katika taifa la Tanzania kule ambako kwa zaidi ya mwaka serikali ya Tanzania haijaajiri madaktari wapya, hivyo kufanya zaidi ya madaktari 3000 kuishi bila ajira. Wakati huu kuna uhaba mkubwa wa madaktari nchini humo, ambapo kwa mujibu wa chama cha madaktari nchini Tanzania, daktari mmoja nchini humo yeye hutibu wagonjwa 28,000, wakati utaratibu ambao unaohitajika daktari mmoja kuhudumu angalau wagonjwa 10,000 kama hapa Kenya. Lakini wakati huo huo, mamlaka nchini humo imeahidi kupeleka madaktari 500 kuhudumia sekta ya afya hapa nchini Kenya. Mwanahabari Rajab Hassan na maelezo ya kina kutoka nchini Tanzania. Kila mmoja hapa anasubiri zamu yake ifike akamwone daktari na hatimaye kupata tiba. Msururu ni mrefu sana. Chama cha madaktari Tanzania
kinathibitisha ukubwa wa tatizo la upungufu wa madaktari hapa nchini. Tumeweza kuona kwamba kuna upungufu wa 75% ya madaktari katika nchi yetu. Na kulingana na ripoti ya Sikika ya 2012 inaonyesha kwamba takriban 74% ya madaktari wote wako kwenye miji mikubwa. Licha ya changamoto hiyo, bado serikali ya Tanzania inaazimia kupeleka madaktari 500 nchini Kenya ili kusaidia sekta ya afya iliyokumbwa na sekeseke la mgomo uliokwisha baada ya siku 100. So we think the implementation of what the doctors in Kenya agreed with the government should start first, then the partner states should be invited probably if there is still a chance to employ doctors from other countries. I think we can welcome that offer with two hands. So we have no reservation for doctors going to work in Kenya, but it's all about the timing. That this is probably not the proper time for us to send doctors in Kenya. Dr. Hafsa Mohamed, daktari mwenye umri mdogo kabisa, hayuko tayari kupokea nafasi hii ya ajira nchini Kenya. Tanzania still needs doctors. There are very few doctors serving the public in Tanzania. The government stopped employing doctors 2 years ago. We are not being absorbed. Plus, there are issues in Kenya that needs to be sorted. They recently concluded a 100-day strike. So before I take myself to Kenya, I think issues needs to be sorted out in Kenya before I can go. Msimamo wa chama cha madaktari Tanzania ni kuwa chama hakijabariki mpango wa kupeleka madaktari 500 nchini Kenya. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Na pia katika kumalizia taarifa nyingine kutoka nchini Tanzania, kwa zaidi ya mwaka mmoja, na si taarifa hiyo bali ni kuhusiana na mhubiri mmoja ambaye kule yuko nchini Tanzania na ni Mkenya ambaye alifungua kanisa la watu wasio na uwezo wa kusikia. Anavyoripoti mwanahabari Rajab Hassan, hilo ndilo kanisa la kwanza kuwahudumia watu wa aina hiyo nchini humo. Hili ni kanisa lililokimya kabisa. Muongoza ibada naye huongoza ibada kwa ukimya mkuu. Mikono pekee na mijongeo ya uso ndio lugha. Hivyo waamini hawathubutu kufumba macho kama ilivyo katika makanisa mengine. Nje ya kanisa, ubao huu unalitambulisha vyema kuwa ni kanisa la watu wasiosikia. Na huyu ni mchungaji Daniel Njihia kutokea nchini Kenya. Ni kiziwi na hana uwezo wa kutamka maneno. Ndiye mwanzilishi wa kanisa hili. Hivyo mazungumzo na KTN yamefanywa kwa msaada wa sauti ya mtaalamu wa lugha ya ishara Olwin Mbangwa. Baada ya kuona mimi ni mchungaji afu nimetokea Kenya, kwa wakawa na hamu, wanatamani ya kutaka na wao wawe na kitu kama hiki. Mchungaji Daniel Njihia anasema haikuwa rahisi kuanzisha kanisa hili nchini Tanzania. Wamepitia tabu nyingi mno. Kwa mara ya kwanza kabisa watu ambao wanasikia walikataa kabisa kusikia kanisa la viziwi na kanisa lao. Kwa sababu walisema sisi tunaabudu miungu mingine, tunaabudu mapepo. Kwa hiyo tunachohitaji wao waje watuombee ili tusikie. Kwa hii ni changamoto ambayo nilipambana nayo, nilipambana mpaka baadaye wakaelewa kwamba kweli hawa watu hawana mapepo. Ni muda wa kusifu kwa mapambio. Midunda ya ngoma inarindima kanisani hapa. Lakini wafuasi hawa hawasikii. Sasa ngoma za kazi gani tena? Kiakili, kwa masikio ya kawaida, kwa namna wewe unavyosikia na mimi ninavyosikia na wao ni tofauti kabisa. Yeye anachosikia pale ni ule mdundo tu boom boom peke yake, ilimsaidie tu kupiga step basi. Kabla ya kuwepo kanisa hili, Bi Maria Harun na wenzake hawakuelewa masomo na mafundisho mema ya dini. Lakini sasa wana ndoto mpya kabisa. Hapa anasema kuwa kanisa alilokuwa akisali hapo mwanzo hakuwa anaelewa, aliishia tu kusinzia na hakuwa akifuatilia mafundisho. Nchini Tanzania, watu wasiosikia ni jamii iliyotengwa kiasi fulani, hasa katika kupata taarifa kupitia luninga, redio na hata hotuba za viongozi wao, kwa kukosekana lugha za ishara. Lakini kanisa hili linaleta faraja. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Naam, taarifa safi kabisa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Asante sana Rajab Hassan kwa kuweza kutuletea taarifa hiyo ambayo imetukamilishia taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Mimi naitwa Ali Manzu, asante sana kwa kutazama. Tukutane tena baadaye, endelea kuwa nasi.